wa skuli baba yenu mmoja tu, katibu mkuu Wizara ya Elimu, na kwa sasa ndo mimi. Mabibi na mabwana, wageni waalikwa wote, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na mimi nichukue fursa hii kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutujalia kukutana hapa tukiwa wazima. Vijana wangu, wanafunzi, leo ni siku ya furaha sana, na ni siku ambayo imeleta matumaini mapya kwa Zanzibar. Kwa niaba ya Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali, napenda kuwapongeza sana wanafunzi wote walioshiriki katika mashindano haya, na tuwapigie makofi sana. Makofi bado. Hongereni sana, mmeifanya Zanzibar ijivunie nyinyi, na mwalimu hapa alizungumza kwamba sasa mmesimama kimataifa. Kumbe Zanzibar inawezekana kabisa tukashindana na mtu yoyote. Na mimi yuko nyuma nilisema kwa elimu inayotolewa sasa Zanzibar, itafika kipindi tutauza wataalam kutoka Zanzibar kupeleka nje. Nataka nichukue fursa hii kumshukuru sana mwanzilishi wa skuli hii, mwalimu mkuu wa kwanza. Mimi na wewe tumetoka mbali, juhudi, jasho na damu uliokuwa unafanya, matokeo yake ni haya. Kwa ushiriki wa mashindano haya TCRO, ni dhahiri kwamba elimu inayotolewa Zanzibar ni kiwango cha juu kabisa na inakidhi mahitaji ya ndani na nje ya nchi. Hongereni sana walimu kwa kuwaandaa vijana hawa kuweza kufikia kiwango hicho. Nataka niseme kwamba vijana, msiogope kushiriki kwenye mashindano, na naelewa kwamba sio mara ya mwanzo kushiriki kwenye mashindano kama haya. Mmejaribu, hamkufanikiwa, mkajaribu mara ya pili, hamkufanikiwa, mmefanya mara ya tatu au zaidi, mmefanikiwa, na mkifanya zaidi mtafanikiwa zaidi. Nilipata picha kwamba vijana wanaandaliwa locally lakini vile vile globally. Ubunifu ulikuwa umefanywa na vijana, mpaka leo kwenye my living room kuna zawadi kutoka Lira, if you don't know. Imenimpress ni hata kazi ya wanafunzi ambao wamefanya, nimeweka kama ni souvenir nyumbani kwangu kuonyesha aina ya elimu ambayo vijana wetu wanapata. Na ukifanya hivyo unajengea resilience, amezungumza mwalimu hapa, unakuwa jasiri na hakuna kitu ambacho kinaweza kuwashinda. Naamini uwezo mnao, na hii ushindi wenu ni evidence kwamba you guys can make it and you did it, na mnaweza mkafanya mambo makubwa zaidi. Kwa hiyo hongereni sana sana sana, na serikali iko nyuma yenu kuwapa support. Nataka niwaambie vijana, katika hali ya kawaida kufanya miadi na katibu mkuu inachukua muda kumpata, lakini kutokana na haya mlofanya, nimeacha majukumu mengine makubwa ya kitaifa kuja kuwapa moyo wanafunzi na wazazi wao. Kwao mjisikie kwamba mna bahati sana kwamba mmekutana na baba yenu, ikiwa ni ishara ya upendo kwenu, ikiwa ni ishara ya kuwapa motisha na kuhamasisha zaidi mufocus kwenye elimu. Sasa leo si siku ya hotuba, ni siku ya kuwapongeza, na sina hakika sijui nitumie maneno gani. Nimefika mimi kabla ya nyinyi. Sasa mjiulize, kifanya mazuri zaidi tutawasupport vile vile, na pale mnapoanguka pia hatutowalaumu, isipokuwa nidhamu. Kwa hakuna nidhamu shule tutailaumu, lakini kama matokeo yako mazuri tutaelewa pengine kulikuwa na changamoto mbalimbali, lakini swala la nidhamu likikosewa tutawasema sana, na tunaweza kuchukua hatua. Tunafanya marekebisho ya sheria ya elimu pamoja na kanuni zake. Tutaweka principles na regulations ambazo zitaregulate nidhamu kwenye shule na engagement ya wazazi vile vile kwa watoto wao. Kwa hiyo vijana, hongereni sana. I'm sure mmewamotivate wengine, and it is my assumption that other students here watashiriki katika next round
ya competition hizi. Mwisho kabisa, nawatakia kila laheri. We are looking for the points. Wangapi wamepata point 7? Dira oye, mmenielewa? It's not about kupasi. Tumeshapita swala la kupasi. Hapa hakuna 0 wala hakuna 4, si ndio? Sisi tunaangalia wanafunzi wangapi wamepata point 7 au point 8. Kwa hiyo pull up your socks. Wizara iko here to assist kama kuna any support tunahitaji kutoka kwenu. Mwisho wa mwisho, napenda tena kuwapongeza sana wakurugenzi hawa wawili. Nyinyi mnahitaji kuandikiwa kitabu, na nikistaafu, kama nitapata muda, naweza nikawa mwandishi wenu wa kitabu. Mumeonyesha mfano inawezekana wanawake kuongoza na kuleta mafanikio makubwa sana. Hongereni sana, Mungu awabariki sana. Na nimesikia mipango yenu pembeni, serikali iko pamoja nanyi. Asanteni sana kwa kunisikiliza.